Okay, bwana, mambo vipi? Bwana, langu jina ni Martin Petro na leo tupo na mmoja kati ya mashabiki ambao ni kindakindaki wa Dodoma Jiji. Mashabiki ambao ni wa Dodoma Jiji na Dodoma yao ambao wao wanaishabikia timu ambayo ilifanikiwa kumfunga Young Africans msimu huu. Timu moja pekee ambayo ilimfunga Young Africans. Bwana, tutaenda kupiga nayo story kuhusiana na timu yao ambao wanaelekea katika msimu ujao. Bana mzee, kwanza safi, mambo yanasemaje? Mzima kabisa. Bana, mimi naitwa Mohamed Paku ambaye ni mshabiki wa Dodoma Jiji kindakindaki ambaye ndio uzalendo kwanza yani. Sina ushabiki wa timu nyingine kubwa zaidi ya timu yangu ya uzao wa Dodoma. Ikitoka CJ ikaja yenyewe Dodoma Jiji. Kwa hiyo mimi ni mshabiki kindakindaki. Mimi tuseme katika ushabiki wangu muendelezo wangu ni ule ule. Timu kubwa kikubwa sisi tunachofeli timu ndogo kwamba marefa uchezeshaji wao unakuwa sio haki, lakini kama unachezesha haki kama sisi mashabiki wa Dodoma Jiji, nafasi zetu sio za chini, ingekuwa nafasi zetu sisi ni za juu, na ndio maana unaona timu kubwa zikija hapa zinafanya kusumbuka. Wenda anaposumbuka mwingine kama vitu tulitolewa tukiwa nje kule ndio tukaenda tukashinda. Je, kama tungekuwa nyumbani ingekuwaje? Kwa kuwa uwanja wetu ulikuwa umefungiwa, lakini bila kufungiwa ilikuwa ni shughuli nyingine tu. Sasa tumewaona mmewafunga Young Africans. Nadhani kwenye msimu huu mafanikio yenu mmefunga tu Young Africans. Hapana, sisi tunachotaka sasa hivi kama mashabiki wa Dodoma Jiji, tunachohitaji sasa hivi ni kufanya tusajili pale pa sehemu ambapo palipokuwa pana dosari, tuongeze mafundi zaidi, ili timu yote inayokuja hapa ndani ya mkoa wa Dodoma kwa Walimazabibu, yani kazi hiyo inaendelea kuwafunga Yanga African kama tulivyowafunga Yanga African. Vipi kuhusiana na Simba kidogo at least unajua, yani asilimia kubwa sisi huwa tuna mpira mkubwa, lakini wanaotufelisha huwa ni marefa. Lakini kama watachezesha haki, si Simba si Yanga, hapa hawezi kutoka mtu. Sasa maoni yenu kuhusiana na msimu ujao kwa namna gani mmejiandaa kwa msimu ujao? Sisi kwa msimu ujao tunasema atoki mtu ndani ya Dodoma Jiji. Ndio sera yetu iliyopo sasa hivi, kwamba tutaongeza pa sehemu palipokuwa pamevuja, tunaweka vifaa, atakayekuja sisi tunatoa adhabu tu kama Dodoma Jiji. Sasa turudi kwenye ligi ya NBC ambapo kuna usimamizi mzima. Je, TFF msimu huu wamekosea kipi na unaona msimu ujao warekebisha? Mimi nilichokuwa naona bana kwa TFF, marekebisho makubwa ni kwa marefa huwa wachezeshi haki. Kama wangekuwa wanachezesha haki, mimi naamini hizi Simba na Yanga tungekuwa tunasikia tu kabisa, kwa sababu timu ndogo zinajituma lakini wanafikiria kwa marefa. Unaona kama juzi hata Azam Zanzibar, unaona kabisa matokeo yalivyo yale. Ni marefa ndio wanatufilisha sisi. TFF wanatakiwa wafanye marekebisho marefa. Yaani ukifaulu marefa, mimi naamini ligi yetu itakuwa tamu mno. Nadhani kutoka kwa Azam kutaenda kuathiri timu zingine katika kuathiri haitoathiri. Ndio maana unaona Azam mwenyewe naye safari hajakaa kimya, ameamua aongee kuhusu habari ya marefa. Amezungumzia kuhusu habari ya marefa, ni sahihi, yupo wala hamna dosari. Ni kweli wanaofelisha ligi yetu sisi ni marefa tu. Mpaka tunatafuta kwa mfano kama kwenye dabi tunatafuta marefa kutoka nje, Kenya au Uganda. Kwa nini? Na hapa vile vile tuna marefa. Waangalie pale wanapokosea, wajirekebishe ili ligi yetu ikae kwenye ubora. Nadhani ni nini hasa kinakosekana kwa hawa marefa zaidi? Je, ni ule mshahara ni mdogo au kitu gani? Ndio kubwa, yani fulufu ndio inayosumbua. Lakini kwa hiyo kama watakuwa waongezewe, hata kama ni kipato waongezewe na waweko kwenye mabano, waambie bwana, sisi tunaomba sasa hivi sasa ligi isiwe ya kuchezesha nyinyi mnavyoweza kuamua, ichezeshwe kihaki ili tuone ligi nzuri. Sasa unaona kitu gani msimu ujao ili ni kukaa na bodi ya marefa wafanye marekebisho. Hilo ndio kubwa. Mimi nawashauri kama TFF, yani kwa ushauri wangu ufanyie kazi kwamba marefa wanahitajika sasa hivi sehemu wakae nao na kuwapa mafunzo
ambao hata kama ni mshahara mdogo au kama wanaongeza mshahara basi watuchezeshe haki. Hii na system kubwa, timu ndogo tufike pale zilipo timu kubwa. Sasa umeisha, unadhani kikosi chako cha msimu huu ni kipi? Kikosi mimi naamini marekebisho yake yatakuwa madogo, kwa sababu naamini katika maboresho mbele tu pale, sisi ni mbele striker, lakini kama huku beki nyuma zimekaa sawa, viungo katikati tuko vizuri, ni pale mbele tu marekebisho ya kupata mastreka ambao wana uchu wa magoli, basi mimi naamini tuko vizuri. Msimu huu tunaona timu nyingi zimecheza. Sasa hebu nitajie kikosi chako ambacho labda kinaweza kikawa bora msimu huu. Kikosi ambacho ni bora kwako msimu huu. Kikosi bora mimi cha kwanza, namba 1 anakuwepo Mohamed Kala, namba 2 anakuwepo amenitoka kidogo, namba 3 Wangwa, namba 4 anaweza akawa Andy Bikoko, namba 5 Msata, au ni Simba, sisi tunataja Dodoma Jiji. Sasa kikosi ambacho ni cha ligi nzima sasa, hebu nitajie kikosi chako. Si ndio cha Dodoma Jiji ambacho ninachotaja ndio bora zaidi? Hicho ndio bora. Mimi siwezi kwenda kwenye timu kubwa wakati mimi ni mshabiki wa Dodoma Jiji. Nashukuru sana. Hamna noma.